إنما الأعمال بالنيات. Zangu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Islam, maudhui ya khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusiana na familia. Na tumeamua tuzungumzie maudhui hii ya familia. Ni maudhui pana mtambuka ambayo haiwezi kamalizika katika khutba moja, lakini tumeona tuizungumzie katika siku ya leo kwa sababu dunia ilikuwa inasherehekea siku ya familia duniani. Ni jambo ambalo dunia imeamua kuweka kwamba kuna siku maalum ya nchi mbalimbali kuanza kuzungumzia umuhimu na nafasi ya familia katika jamii zao. Hizo sio sherehe za kidini, lakini ni sherehe muhimu ambazo wanasiasa na vyombo vya habari vinajishughulisha navyo. Na mimi katika kufuatilia kwangu siku hiyo ya familia duniani, nimesikiliza mengi ambayo yamezungumzwa na wanasiasa, yamezungumzwa na wanaharakati wa haki za binadamu, yamezungumzwa na wasanii. Almuhimu yamezungumzwa na watu ambao wana wafuasi wengi kwenye jamii. Na yale ambayo yamezungumzwa, baadhi yake yana ukweli ndani yake na kuna mengi ambayo ni ya upotoshaji. Kwa hiyo kama Waislamu, kama makhatib katika siku ya Ijumaa, ni muhimu tukabainisha na tukaweka wazi yale ambayo yanapotoshwa kuhusiana na masala mazima ya familia. Kwa ndugu zangu Waislamu, siku hiyo ya familia ambayo imeadhimishwa kimataifa jana, mengi yamezungumzwa na mengi yalikuwa ni ya upotoshaji. Ni muhimu makhatib na maduati na walinganiaji kufuatilia masala kama haya ambayo mwisho wake yanapotosha zile fikra sahihi za Kiislamu na kumfanya hata Muislamu akashindwa kuelewa misingi ya dini yake tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, familia katika Uislamu imewekwa wazi katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuhitaji sisi kama Waislamu kufundishwa na watu wengine kuhusiana na swala la familia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelibainisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha kwa maneno na kwa vitendo. Familia katika Uislamu ndiyo tofari la mwanzo linalojenga jamii, na ndiyo taasisi ya mwanzo kabisa inayojenga jamii, inayojenga nchi na inayojenga umma. Mwanzo wa hutuba yangu nilisoma aya inayosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora mliotolewa kwa watu. Umma huu wa Kiislamu tofari lake la mwanzo ni familia, ni mume na mke. Hili ni tofari ambalo linatengeneza familia, hatimaye inatengeneza jamii, hatimaye inatengeneza umma. Kwa tofari hili la mwanzo linapokuwa dhaifu, haliko katika misingi sahihi, basi linakuwa ni tofari bovu ambalo linajenga jengo lenye udhaifu ndani yake ambalo ni jamii na mwisho wake ni umma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mcheni Mola wenu ambaye amewaumbeni kutokana na asili moja. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na asili hiyo hiyo mwenza wako. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akaeneza kutoka kwa wawili hawa ambaye ni mwanamume na mwanamke. Rijalan kathiran, wanaume wengi, wa nisaan kathirat, na wanawake vile vile wengi. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile zipeni nafasi silatul rahim,
undugu unaunganishwa na damu. Inna Allaha kana alaykum raqiban, hakika Mwenyezi Mungu juu yenu ni mwenye kuangalieni na mwenye kuwachunguza. Kwa mujibu wa aya hii, msingi mkuu wa familia ni watu wawili, ni mwanamume na mwanamke. Kwa mujibu wa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanamume na mwanamke kwa maana ya mume na mke, Adam na Hawa, baba na mama, Adam na Hawa. Huu ndio uhalisia na ndio Allah alivyoumba. Lakini ndugu zangu Waislamu, kwa bahati mbaya sana, tamaduni za kimagharibi ambazo ndizo zinazotawala ustaarabu wote sasa hivi na ushawishi mkubwa, haziitakidi kama ambavyo sisi tunaitakidi kuhusiana na familia. Utamaduni wa kimagharibi ambao msingi wake mkubwa ni kuendeshwa na fikra na matamanio ya nafsi zao, zikiongozwa nyuma yake na mafundisho ya Iblis aliyolaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanasema sio lazima familia itengenezwe na mwanamume na mwanamke. Sio lazima. Swala la mwanamume na mwanamke, swala la mume na mke, hivi ni vyeo tu. Ni vyeo. Mtu yote anaweza kuvalisha cheo kile na akawa anasifika na sifa hiyo. Ndivyo ambavyo wanazungumza katika mijadala yao mbalimbali, ambayo hata katika nchi yetu mijadala hiyo imekwisha ingia. Kwa hiyo sio lazima familia itengenezwe na mke na mume, bali inaweza ikatengenezwa na wanaume wawili au ikatengenezwa na wanawake wawili. Swala la mtu huyu ni mume na huyu ni mke ni swala la jenda. Jenda ni wadhifa anaofanya mtu. Kwa hiyo mwanamume anaweza akabeba jenda akafanya kazi ya mke na bado akaendelea kuwa ni mwanamke, akawa ni mke, lakini katika maumbile yake akawa ni mwanamume. Ni falsafa za kimagharibi ambazo zinaingizwa katika jamii yetu bila sisi kufahamu, na tunazipokea kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo familia kwa mtazamo wa kimagharibi sio sharti itengenezwe na mwanamume na mwanamke au na mke na mume kama Mwenyezi Mungu alivyosema. Na ziko familia nyingi, na ukifuatilia kama nilivyofuatilia katika mitandao ya kijamii, watu wanasherehekea siku ya familia duniani, unakuta ni wanawake wawili lakini anamtambulisha mwenzake kwamba huyu ni mke wangu. Na wote wanawake. Na huyu mtoto wetu tumemwadapti, tunamlea. Wanaume wawili naye anasema mimi mume, huyu mke wangu. Subhanallah. Vitu ambavyo vinasikitisha ndugu zangu, lakini ndio hali halisi iliyopo katika mujtama. Kwa hiyo familia, tunapozungumzia familia kwa mtazamo wa Kiislamu, tunazungumzia familia iliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, min dhakarin wa untha, kutokana na mwanamume na mwanamke. Hii ndio familia inatengenezwa na tofali la kwanza la jamii yetu. Ndugu zangu Waislamu, Iblis, Mwenyezi Mungu amlaani, baada ya kufukuzwa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, alitoa ahadi na akaelezea mikakati yake atakayoifanya. Na mikakati ambayo ilizungumzwa na Iblis, wanachuoni wa Kiislamu wanasema sisi ambao tupo katika zama hizi ndio tuna nafasi kubwa kabisa ya kuelewa nini alichokuwa anakusudia Ibilisi. Wenzetu Waislamu waliopita karne zilizotangulia, inawezekana walikuwa hawajaona mikakati ile kama ambavyo sisi leo tunaiona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amerekodi katika Qur'an. Anamsifia Iblis kwa kumwambia la'anahu Allah. Mwenyezi Mungu amlaani Iblis. Waqala, Iblis akasema kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍan. Nitawachukua katika waja wako kundi la watu ambalo watakuwa ni chama changu. Nasiban mafruḍan. Nitawateka katika waja wako kundi la watu watakuwa ni chama changu, wanazungumza kwa niaba yangu. La adhillannahum. Hatua ya kwanza, mkakati wa kwanza, la udhillannahum, nitawapoteza na dhalala. Wala umanniyannahum. Hatua ya pili, nitawapa amani katika nafsi zao kuona kile ambacho wanakizungumza ni sahihi. Wala amurannahum, kisha nitawaamrisha falyughayyirunna khalqa Allah, watabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattakhidhi ash-shaytana waliyan, Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye atakayemchukua shetani kuwa ni mlinzi wake, min duni llahi, pasi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, faqad khasira khusranan mubinan,
mtu huyu atakuwa amekula hasara iliyokuwa wazi kabisa. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema, sisi ambao tumo katika zama hizi, karne hii ya maendeleo ya teknolojia, karne hii ambayo imepigwa hatua kubwa sana katika maendeleo, ndio tunaona mbinu hizi za Ibilisi tukiziona dhahiri kabisa, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alitahadharisha karne 14 zilizopita. Ndugu zangu Waislamu, sisi kama Waislamu ni lazima tupaze sauti zetu kupinga kabisa tamaduni hizi za kimagharibi ambazo zinajaribu kupenyezwa kupitia katika mitaala ya elimu, zinapenyezwa kupitia katika vyombo vya habari, na zinapenyezwa kupitia katika sera na sheria ambazo zinatungwa katika nchi yetu. Inatakiwa tuwe na tahadhari kubwa na tuwe macho sana, kwa sababu bila kujitambua ni vitu vidogo vidogo vinaingizwa na hatima yake zile sheria zinabadilika. Nchi nyingi sasa hivi ukisoma katiba zao, masuala yanayohusiana na familia ima yameondolewa katika zile katiba, au kama hayajaondolewa basi familia imezungumziwa inatengenezwa na watu wawili bila kutaja aina za watu wawili, ili kuruhusu wale ambao wanadai haki za kwamba familia inaweza kutengenezwa na wanaume watupu na wanawake watupu wapate uchochoro wa kupita katika zile sheria, isiwabane. Kuna baadhi ya nchi na zingine mpaka ni nchi za Kiafrika tayari zimeshaweka bayana kwamba familia inatengenezwa na watu wawili bila kuashiria hawa watu wawili wana sifa za aina gani. Kwa sisi kama Waislamu ni lazima tuwe macho na hizi sheria na hizi sera ambazo zinawekwa, ili ziwe bayana, zirandane na imani yetu sisi ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, aya hizi ambazo tumezisoma za Shetani zinaonyesha mchakato ambao Shetani ameuweka. Hauji ghafla, unakuja taratibu sana. Shetani anamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, la adhilannahum, kwanza nitawapotosha. Nitapotosha mafahimu zile misamiati. Kwa maana nini maana ya familia? Nitaipotosha kupitia semina mbalimbali zinazofanywa, mafunzo kwa kina mama, haki za binadamu. Kwa njia ya kwanza ni kupotosha misamiati, kupotosha ufahamu. Mbako ikaa na watu wawili ukiwauliza maana ya familia, wote hawajui maana ya familia nini, kila mtu anazungumza anapofahamu yeye. Hii ndio hatua ya mwanzo. Lakini hatua ya pili, la umanniyannahum, nitawapa amani katika wanachokizungumza. Watakuwa wanazungumzia haki za binadamu, wanazungumzia demokrasia, wanazungumzia uhuru, wanazungumzia mfumo dume, wanazungumzia wanawake kudhalilishwa. Zote ni misamiati inazungumzwa kuwapa amani watu, kuangalia yale wanayozungumza waone kama ni sahihi. Ndio maana unakuta katika vyombo vya habari leo, kwa bahati mbaya sana, wajitokeza wanawake ambao wanapinga kabisa nafasi ya mwanamke kuwa ni mama wa nyumbani. Wanapinga waziwazi, kama mnafuatilia katika social media, kwamba huu ni utumwa. Mama wa nyumbani maana yake nini? Mwanamke kama mwanamume atoke ende akatafute, ana haki zake, kuna financial freedom kule atapata, ndio yanayozungumzwa. Ile nafasi ya mwanamke inaondolewa. Naona nazungumza wanawake. Hizi ndio mchakato ambao Iblisi anakwenda nao, kuwapa watu maneno mazuri ambayo akiyazungumza mwenyewe anajiamini, kuona kwamba ameendelea na anazungumza vitu vinavyohusiana na haki za binadamu. Wakishaingia katika mtego huo, Iblisi anasema wala amurannahum, sasa nitawaamrisha. Siwaombi tena, nitawaamrisha wafuasi wangu, fala yughayyirunna khalqallah, wabadilishe maumbile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kawaumba kwa maumbile haya. Kipande hichi cha aya, ndugu zangu, ukisoma tafsiri za wanachuoni zamani walivyotafsiri, walikuwa wanazungumza kubadilisha maumbile, kubadilisha labda rangi ya ngozi, kubadilisha nywele, sio kubadilisha kitu gani. Walikuwa wanazungumza kwa mujibu wa zama zao. Lakini leo tunapozungumza kubadilisha maumbile ya Mwenyezi Mungu, ni kubadilisha maumbile kweli. Yaani mwanamume anakuwa mwanamke, mwanamke anakuwa mwanamume, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumza. Ni karne hii tulionayo ndio haya tunayoona, kwamba mwanamume anajitokeza anasema mimi kuanzia leo sio mwanamume. Vitambulisho vyangu vyote visomi kwamba mimi ni mwanamke, na anatiiwa na inaandikwa kwamba ni mwanamke na kila kitu, lakini kila kitu ni mwanamume. Kwa katika rekodi yake anahesabu kama ni mwanamke, anataka haki za kuwa mwanamke, masuala yote ya kuolewa, masuala yote anayakubali. Na isitoshe kuishia hapo,
bali saa nyingine wanakwenda mpaka hospitali kubadilisha mpaka maumbile yake, akaekewa maumbile ya kike wakati alizaliwa akiwa ni kijana wa kiume. Na al-aks sahihi, na kinyume chake ni sahihi hivyo hivyo, wanawake ambao wanajibadilisha kuwa ni wanaume. Sasa hizi ni amri za Iblis. Wala amurannahum, nitawaamrisha wafuasi wangu wa chama changu, fala yughayyirunna khalqa Allah, wabadilishe maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mkakati wa Iblis alomwambia Allah subhanahu wa ta'ala, mimi na wewe ndugu yangu Muislam tunauona live katika maisha yetu, sio masuala ya kusimuliwa. Leo wangefufuliwa watu waliokufa miaka 200 waje waambiwe wasema haiwezekani. Lakini leo tunaona kwamba huyu ni mwanamume amekuwa mwanamke, anajiita ni mke. Ni vitu vya kusikitisha, lakini ni mchakato unaokwenda. Unaweza kadhani kwamba vinatokea katika nchi za kimagharibi, lakini ndizo vinavyoingizwa kupitia NGOs, wanaharakati na nini na haki za binadamu kuweza kuwatetea wale ambao wanadai haki kama hizo. Sasa tunapozungumzia siku ya familia duniani, ni muhimu sana haya mambo Waislamu tukayafahamu na viongozi wa Kiislamu wakayapigia kelele kwamba ni mambo ya upotoshaji na ni mambo ambayo yanakwenda kinyume sio tu na Uislamu na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia mwanadamu. Jambo la pili ndugu zangu ambao ningependa kulizungumzia ni kulinda taasisi ya familia. Viongozi wa dini ni lazima wawe na ushirikiano katika kuangalia ni jinsi gani ambavyo katika mahubiri, iwe ni Waislamu wasiokuwa Waislamu, katika mahubiri yao kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakaimarisha hii taasisi ya familia, kwa sababu jinsi inavyozidi kuyumba, athari zake haziishii kwa Waislamu peke yake au wasiokuwa Waislamu peke yake. Athari yake inaenea katika jamii ya ubinadamu yote, kitu ambacho madhara yake ni makubwa katika ustaarabu wa kibinadamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili ambalo ningependa kulizungumzia katika masuala ya kifamilia ni taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa ambayo inajumuisha kati ya mwanamume na mwanamke wanakutana na ndio wanakuwa mume na mke na familia inatengenezwa. Katika zama tulizonazo ni taasisi ambayo inakabiliwa na changamoto kubwa sana. Ni taasisi ambayo imekuwa legelege kwa kiwango kikubwa sana. Ndoa nyingi zinavunjika. Talaka zimekithiri katika jamii. Wanaume wakimbia wake zao kumeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Leo katika jamii yetu msamiati kama vile single mothers, kwa mama ambao wanalea watoto wao peke yao, imekithiri sana. Na asilimia kubwa ya sababu zile ni kwamba wanaume hawataki kubeba majukumu yao kama wanaume wa kulea familia. Kwa sababu labda za kimaisha, upungufu wa imani, sababu nyingi tofauti. Lakini mwisho wa siku familia imekuwa legelege, akina mama wanabeba jukumu la kulea watoto peke yao, ma single mothers, na athari zake tunazifahamu. Ni kubwa sana katika mujtamaa. Sasa kesi hizi za talaka, ndoa kuvunjika, zinahitajika zifanyiwe tafiti za kina. Kwa nini hii inajitokeza? Na viashiria vyake ni kitu gani, visababishi vyake? Na je, suluhisho la tatizo hili ni kitu gani? Idara kama za ustawi wa jamii, misikiti, makanisa, wanaharakati mbalimbali, lazima mambo kama haya yafanyiwe utafiti wa kina kwa ajili ya kuangalia tunatokaje katika hali kama hii, kwa sababu katika kila ndoa 10 kuna ndoa karibu 6 mpaka 7 zina matatizo, kama sio ya kuachana, ya kutengana. Na hili jambo sio zuri, halibashiri mustakbali mzuri kwa familia ambayo tunaizungumzia. Jambo jingine ndugu zangu la tatu ambalo linahusiana na familia ni mafhumu, ule ufahamu wa familia katika Uislamu. Katika Uislamu maana ya familia inatofautiana na ile ya kimagharibi. Nikisema magharibi maana yake ni nchi za kimagharibi zinafahamika. Familia katika Uislamu ni baba, ni mama, ni babu, ni bibi, ni mjomba, ni shangazi, ni watoto, ni wajukuu, ni vitukuu na kuendelea. Hii ndio family katika Uislamu. Ukisoma katika Qur'an inapozungumzia nasaban wa sihran, ukizungumzia arham, ukisoma katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuta family inazungumziwa kwa upana wake huu ambao nimeuzungumza. Na hii inaitwa extended family. Lakini familia katika mtazamo wa kimagharibi ni baba, mama na watoto wao. Nuclear family. Baba, mama na watoto wao, hii ndio family.
Ukisema hii ndio familia yangu, maana yake ni mimi, mke wangu na watu wetu. Kwa hiyo baba, mama hawaingii, babu, bibi hawaingii, shangazi, mjomba hawaingii, wajukuu hawaingii. Sasa huu mtazamo wa kimagharibi ambao kwa kiwango kikubwa sana ufahamu huu unaingia taratibu kwa vijana wetu. Taratibu kwa kuelewa kwamba ukizungumzia familia unazungumzia ile familia yako ya wewe na mke wako na watoto wenu kama Mwenyezi Mungu amewajalia kupata watoto. Na falsafa hii ya kimagharibi inatengenezwa na ubinafsi na masuala ya kiuchumi, lakini falsafa ya Kiislamu inatengenezwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo hii vijana wengi sana ambao wameathiriwa na mitazamo kama hii ya umagharibi wanaona familia ni wao na wake zao na watoto wao. Bas. Wazee wanateseka. Wazee ambao wameinvest, najua tamaduni zetu za Kiafrika jinsi zilivyo. Wazee wanainvest katika elimu ya watoto wao. Wanauza mashamba yao, wanauza kuku zao, wanauza ng'ombe zao. Sengine kina mama wanapika vitumbua, wanafanya biashara ndogo ndogo, ada za shule, viatu, mkoba, sio kitu gani, anataka mtoto wake asome mpaka anafika chuo kikuu. Alafu wewe unafika chuo kikuu unapata na ajira. Unasema mimi familia yangu ni mimi na mke wangu huyu niliomuoa watu wangu ndio wazaa. Wazee walikuwa na maisha yao huko nyuma. Waliishi maisha yao. Wasinisumbue sasa hivi na mimi nataka nijenge familia yangu. Nijenge niwe na nyumba yangu, niwe na mustakabali wangu na watoto wangu wananitegemea mimi. Alafu tena nianze kuangalia na wazee. Falsafa za kiuchumi za kimagharibi zimeingia mpaka kubadilisha mitazamo yetu kuhusiana na family. Wallahi zipo cases nyingi sana. Mzee mmoja driver taxi ananisimulia. Bahati amelala kwenye taxi, maana nimekuta amelala, nasafiri alfajiri. Anipeleke kwenye kituo cha SGR. Mzee zaidi ya miaka 68 na kwenda kwenye miaka 70. Fikiria amelala ndani ya taxi usiku kucha, yani ndio ana makazi yake. Kanichukua sasa njiani nikawa namhoji, "Shekhe vipi na nini? Naona uko umelala kidogo." Akasema, "Shekhe bana, tunatafuta riziki." Naona. Na sasa katika mazungumzo akawa anazungumzia mpaka machozi yanamtoka. Anasema, "Shekhe, mimi na watoto wengine wako serikalini, wengine sio wapi, mabinti nimewaozesha. Yaani hata shilingi 20,000 ya dawa ile kunitumia kwamba baba yao wanashindwa, mimi na mama wao tumekuwa wazee. Mimi mzee kama hivi sasa hivi naendesha gari, nalala ndani ya taxi. Ilikuwa wao wanisaidie, lakini hawana habari. Kila ukimpigia simu ukimweleza hakuna anachokituma. Hebu zungumzeni haya mashehe, hali imekuwa mbaya." Hili jambo limenitokea wiki iliyopita tu, mtu ananihadithia. Sasa visa kama hivi viko vingi sana katika jamii. Kwa nini tumechukua mitazamo ya kimagharibi kwamba familia ni wewe na mke wako na watoto wako? Hukumbuki fadhila. Wazazi wako walikulea vipi? Walikutunza vipi? Walikufikisha hapo katika hali gani? Hali ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia katika Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Amehukumu Mwenyezi Mungu asiabudiwe isipokuwa yeye. "Wa bil walidaini ihsana." Na kuwafanyia wema wazazi wawili. "Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma." Wanapofikia utu uzima mmoja wao au wote wawili, "Fala taqul lahumā uffin." Usiwaambie yani kuonyesha kwamba unasikitika na unahuzunika kwa maneno wanayokuambia wao. "Wa qul lahumā qawlan karima." Waambie wazazi wako maneno mazuri. "Wakhfid lahumā janaha dhulli min ar-rahma." Wainamishie mbawa zako za huruma. Mwenyezi Mungu amefananisha mwanadamu ni kama ndege. Zile mbawa zile waweke katika mbawa zako, wakumbatie kwa mbawa zako za huruma. "Wa qul rabbirhamhuma." Nasema Mwenyezi Mungu warehemu, waonee huruma, "kama rabbayani saghira." Kama walivyonilea mimi nilivyokuwa mdogo. Haya ndio maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na wazazi wetu. Lakini jamii leo inabeba mitazamo ya kimagharibi kuhusiana na masala ya familia kiasi cha kwamba wanaona kwamba wazazi wao si sehemu ya familia, na wanaharibia katika familia zao, na wanaharibia uchumi wao, na wanaondoshea maendeleo katika mustakbal wao, bila kuelewa kwamba hakuna maendeleo bila baraka. Huwezi kubarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala vyovyote utakavyojiona, mshahara mzuri, umejenga nyumba nzuri, una gari ya kutembelea, wallahi familia yako itakuwa na dhiki na matatizo.
hutopata raha na kile unachokichuma. Kwa sababu gani? Wazee wanasononeka, wananungunika kama mzee alivyokuwa kinungunika. Anavyonungunika vile, baraka inaondoka katika nyumba za watoto wake wote, na wanaingiwa na mitihani mingi tu. Kwa sababu gani? Wameshindwa kuelewa kitu kinachoitwa baraka. Wenyewe wameangalia kitu kinachoitwa income na uchumi. Ni vitu tofauti. Hichi kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauwezekani ukaenjoy katika maisha yako kama wazazi wako wananungunika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, swala la familia katika Uislamu ni swala pana, ni swala linataka tulijadili kwa kina, ni swala ambalo tunatakiwa tuwe makini, kwa sababu dunia sasa hivi vita kubwa imeelekezwa katika kuibomoa familia kwa malengo ya kibiashara ambayo dunia nzima inayafahamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.